Yes, tuendelee na sehemu yetu ya 5 pale tulipokuwa tumeishia. Msimuliaji wako ni mimi KBTZ. There we go. Hospitali nzima ilikuwa na kimya kizito. Neema alikuwa amekaa pembeni ya kitanda cha Kia, macho yake mekundu kwa kulia. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka huku akimshika mwanaye mdogo. Mashine za hospitalini zilikuwa zikitoa sauti ndogo, lakini kila sauti ilimfanya Neema azidi kuogopa zaidi. Kelvin alisimama upande mwingine wa chumba. Macho yake hayakumwondoka Kiani hata sekunde moja. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alihisi hofu ya kumpoteza mtu muhimu kuliko wote. Mlango ulifunguliwa. Daktari akaingia akiwa serious. "Tunataka kuongea kidogo," alisema kwa sauti nzito. Neema alisimama haraka. "Kuna nini daktari? Tafadhali niambie, mwanangu atakuwa sawa?" Daktari alivuta pumzi ndefu. "Hali yake si nzuri." Maneno yale yalichoma moyo wa kila mtu mle ndani. "Kiani ana tatizo kubwa kwenye damu." Neema alianza kulia mara moja. Kelvin akasogea mbele. "Solution ni nini dokta?" Daktari akawatazama wote watatu. "Anahitaji matibabu ya haraka na kuna uwezekano akahitaji grupu la damu anayefanana naye damu, na akaipata mtu ambaye anafanana naye damu." Kelvin hakusita hata sekunde. "Mimi nitafanya." Neema na Adrian wakamgeukia kwa mshangao. Kelvin akaendelea. "Hata kama hajanijua kama mimi ni baba yake, ni mwanangu, sitamwacha." Baada ya vipimo kufanyika, walikaa nje wakisubiria majibu. Dakika zilionekana kama masaa. Neema alikuwa analia kimya kimya. Adrian akamshika bega kumfariji, lakini macho ya Kelvin yalikuwa kwa Neema tu. Aliweza kuona maumivu aliyokuwa ameyaficha kwa miaka yote, na hapo ndipo alitambua kitu. Neema hakuwahi kuacha kumpenda kabisa. Aliumia tu sana. Dakika chache baadaye daktari akarudi. Uso wake ulikuwa mzito zaidi kuliko mwanzo. Kelvin alisimama haraka. "Dokta," daktari akasema, "tumepata tatizo jingine." Moyo wa Neema ukadunda kwa nguvu. "Kiani anahitaji operation ya haraka sana." "Na gharama je?" Adriani akauliza. Daktari akataja kiasi kikubwa sana cha pesa. Kimya kikaingia. Neema alianza kulia zaidi. "Hatuna pesa hizo." Kelvin akafunga macho kwa sekunde chache, kisha akasema, "Nitatafuta." Adriani akamwangalia. "Kiasi hiki si kidogo." Kelvin akasema kwa sauti nzito, "Hata nikiuza kila nilicho nacho, nitamwokoa mwanangu." Siku huo Kelvin alirudi nyumbani kwake kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi kutokurudi nyumbani. Aliingia ndani akiwa na mawazo mengi. Akaenda moja kwa moja chumbani, akafungua draw ya zamani. Ndani ilikuwa na saa ya gharama kubwa, dokumenti za gari lake na picha ya zamani yake na Neema. Alichukua picha ile taratibu. Machozi yakaanza kumtoka. "Kama ningejua," alisema kwa sauti ya chini, "nisingekupoteza."
lakini ghafla simu yake iliita, namba isiyojulikana. Alipopokea, sauti nzito ya mwanaume ilisikika. Kelvin akakunja uso. Wewe nani? Sauti ile ikacheka kidogo. Simu ilikatwa. Mwili wa Kelvin ukasisimka. Kwa mara nyingine alihisi kuna siri nyingine kubwa iliyokuwa inafichwa, na safari hii haikuhusu mapenzi tu, ilihusu hatari. Na nini kinaenda kutokea? Na ni siri gani hiyo iliyojificha? Tunataka kuitambua. Tukutane katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri itwayo Nipe Tena. Msimuliaji wako ni mimi KBTZ. Subscribe, like, turn on notification kuweza kupata video nyingi kama hizi na mwendelezo zaidi, na ili tuweze kujua zaidi ni nini ambacho kinaenda kutokea na ni siri gani ambayo imejificha. Ili kuweza kuijua zaidi, subscribe, like, turn on notification, comment kama una wazo lolote kwamba ni siri fulani, comment hapo ili tuweze kujua. Na la ziada sina zaidi ya kusema bye.